Leo ni siku ya 5 ya zile siku zetu 30, na nikwambie tu kuna mtu ambaye ameweza kunihadithia vitu vingi na nikavipima nikagundua ya kwamba huyu mtu kakata tamaa kwa sababu ya yale mambo yanayoendelea kwenye maisha yake. Mimi nikwambie tu hakuna kukata tamaa kwenye haya maisha. Kuna mtu anaitwa Elia aliweza kulala chini ya mretemu ili afe, maana kashachoka na haya maisha. Mimi ninakwambia hakuna mtu kukata tamaa kwenye haya maisha. Labda nikwambie tu kitu, ukikata tamaa hakuna mtu atakaye kuonea huruma. Ukikata tamaa maisha hayawezi kuwa mazuri, ndo zaidi utazidi kupigika. Ukikata tamaa ndo kwanza kila mtu anazidi kukaa mbali na wewe. Usikate tamaa. Yaani haijalishi nini kinaendelea kwenye maisha yako, kukata tamaa ni mwiko. Hakikisha kama leo kuna vitu umevifanya vikafeli, amini kesho vinaweza vikafaulu. Ikishindikana kesho, amini kesho kutwa vitu vinaweza vikafaulu, lakini hakuna kukata tamaa. Ukisema utafute hela, si ule dogo toboi. Halo, hata mimi nimeona. Maisha ni magumu sana. Kwenye mfuko. Yaani bila kuloga au kujiunga kwenye chama chote kama Freemason. Utoboi. Yaani kama sisi tumehangaika sana. Lakini wewe unaenda kwa mganga. Kuna mganga na mkubali pale akupa utajiri. Wewe kama unataka hata sasa hivi tuende. Yule mganga stengi makoti. Yule mzee yuko vizuri yule. Yaani ukitaka tu chapo tu dakika tu. Tayari ushatajika ndugu yangu. Sasa Freemason watu wazazi na njii. Hamna kusema eti maana niende kwa Mungu, tumuomba mara ngapi kwa Mungu tujapata. Mganga yupo hapo. Bora kutoa mzazi, lakini kwa haya maisha kufa utaki, sema ndio hivyo na post. Sasa ufanyeje? Eti mnashaurije? Ndio kama hivyo. Sasa sisi tufanyeje sasa? Aisee ndugu zangu. Hongereni bwana. Safi, karibu. Mimi nimekaribia. Nilikuwa napita hapa. Nikaona ngoja nije niwasalimu kidogo. Karibu tupete. Niwaambie jambo. Kwenye maisha kuna kitu kimoja ambacho watu wengi huwa wanakipitia. Ni kipindi cha kukata tamaa ya maisha. Kabisa. Na wakishakata tamaa huwa wanaamini waliofanikiwa wote walijiingiza kwenye vikundi vya kishirikina ndipo wakafanikiwa. Hawaamini kwamba juhudi binafsi na kuvumilia kunaweza kuleta matokeo mazuri. Usisahau kusubscribe YouTube channel yangu ya Victor Mshindi, tuendelee kujuzana vitu vingi.